Mtumwa ni mali ya kule alikotumwa kuwatumikia, na sio mali ya yule aliyemtuma mtumwa huyo kwenda kuwatumikia. Kwa kuwa kabla ya mtumwa kutumwa kwenda kuwatumikia wale, kwanza ameandaliwa aweze kufanana na kule anakotumwa kwenda kuwatumikia, na kufanya mtumwa huyo kuwa ni wa sura ya kufanana na kule alikotumwa kuwatumikia. Na kwa jinsi kuwa ni sura ya kufanana na kule alikotumwa kuwatumikia, basi mtumwa huyo kuwa ni mali halisi ya kule alikotumwa kuwatumikia. Na huyu ni Andegunyo. Ninazungumza kuhusu pumziko, sehemu ya pili. Ninapozungumza kuhusu pumziko, inamaanisha msaidizi au sura ya kufanana na wewe, sura ya kufaana na wewe, mazingira ya kufaana na wewe, utajiri wa kufaana na wewe, mafanikio ya kufaana na wewe, mme, mke, taifa, uzao, mali, uponyaji, muujiza, uwepo wa chochote wa kufaana na wewe, au msaidizi wa kufaana na wewe. Kwa hiyo ni vema kumjua msaidizi wako wa halali. Ni vema kulijua pumziko lako la halali na haki, kwamba huyo ni pumziko lako, huyo ni msaidizi wako wewe mwenyewe, na hayupo kusaidia mabwana wawili, bali yupo kukusaidia, yupo kupumzisha, yupo kufanana na wewe, yupo kufaana na wewe siku zote. Ndio maana nimekuambia katika utangulizi kwamba mtumwa ikimaanisha msaidizi ni mali ya kule alikotumwa kwenda kuwasaidia, na sio mali ya yule aliyemtuma kwenda kuwasaidia au kuwatumikia wale. Kwa kuwa mtumwa hawezi kuja kukutumikia ikiwa hajafanana na kile anachokuja kukutumikia, ikiwa haendani na kile ambacho anachokuja kukutumikia. Anachokuja kukusaidia na kufanya. Mtumwa yoyote anayetumwa kwako ni yule ambaye ameandaliwa aweze
kufanana na hitaji ambalo unahitaji kusaidiwa. Afanane na sura ya hitaji lako. Na ndio maana mtumwa anaandaliwa katika jinsi kwanza ya kufanana na hapo kwako alipotumwa kuja kukusaidia. Na kufanya mtumwa huyo, msaidizi huyo, kuwa ni mali yako halisi, ni msaidizi wako pekee, ni pumziko lako pekee, na hayupo kuwatumikia wawili, yaani wewe pamoja na yule aliyemtuma, kwa kuwa yule aliyemtuma hafanani tena na yeye, kwani alikuwa anafanana na yeye aliyemtuma kabla ya kumtuma kwako. Narudi hapa, mtumwa huyo aliyetumwa kwako alikuwa anafanana na yule aliyemtuma kabla ya kumtuma kwako. Na ndio maana kabla ya kumtuma kwako aliandaliwa kwanza aweze kufanana na wewe, aweze kufaana na wewe. Na kwa jinsi ya kuandaliwa kufanana na wewe, moja kwa moja alitolewa asifanane na yule aliyemtuma. Na ndio maana akawa ni mtumwa anayekutumikia hapo ulipo, ni msaidizi anayekutumikia hapo ulipo. Ndio wewe mume, wewe mke, wewe taifa, wewe kijiji, wewe popote pale ulipo, chochote kile, awe ni mume huyo kwamba ametumwa na wazazi wake kuja kukutumikia, kuja kukupumzisha, naye huyo kuwa pumziko lako wewe. Kabla ya mume huyo kutumwa kwako, kwanza aliandaliwa afanane na wewe hapo ulipo. Na ndio maana kabla ya kuandaliwa haukuwa naye, alibaki kwa wazazi wake, ila baada tu ya kuandaliwa ndipo alipotumwa kukutumikia, naye huyo akawa ni wa sura ya kufanana
na wewe aliyekuja kukutumikia, na moja kwa moja mume huyo kuwa ni mali yako wewe mwenyewe na sio ya wazazi waliomtuma kuja kukutumikia. Mke huyo kuwa ni mali yako wewe mwenyewe na sio ya wazazi wake, fedha, elimu, Mungu wake, chochote kile kilichomtuma kuja kukutumikia. Kwa kuwa kabla ya kuwa hapo aliandaliwa na kufanya kuwa ni wa kwako, msaidizi wako, na utenda kwa ajili yako tu. Si kwamba atatenda kwa ajili yako wewe mume na kwa ajili ya Mungu aliyemtuma. Atatenda kwa ajili yako na kwa ajili ya wazazi waliomtuma. Hasha! Huyo si mali ya wazazi wake, si mali ya Mungu wake, ni mali yako. Ndio nakwambia hivi ili ujue kumiliki mali zako, kumiliki msaidizi wako, kumiliki aliye wa sura yako, kumiliki pumziko lako wewe mwenyewe. Kwani hana mabwana wawili, kwamba akutumikie wewe kidogo, amtumikie Mungu kidogo, akutumikie wewe kidogo, hawatumikie wazazi kidogo, akutumikie wewe kidogo, hawatumikie wale kidogo waliomtuma. Ulipotumwa ulitolewa sura ya kufanana na yule aliyekutuma, bali ulitengenezewa sura ya kufanana na kule na kutumwa. Kwa hiyo ukiwa umeolewa, umeoa, wewe ni mali ya mume huyo na si mwingine. Sema huku kidogo na huku kidogo, hasha! Huyo ni pumziko lako mwenyewe. Sijui mzazi anasema huyu atusaidie kidogo na wewe akusaidie kidogo. Hasha! Kwako wewe mume anakusaidia akiwa mke 100%. Kwa mzazi atamsaidia kwa 100% akiwa mzazi, kwa jinsi hiyo hiyo akiwa mke hapo, kwa uwepo huo mmoja. Ndio mtumwa aliyetumwa kwako ni mali yako wewe mwenyewe, na sio mali tena ya yule alituma mtumwa huyo kuja kukutumikia. Na kama mtumwa huyo ni mali yako halisi, wewe ndiye mchungaji wa mtumwa huyo aliyetumwa kukutumikia. Wewe ndiye mchungaji wa pumziko hilo, wa sura hiyo ya kufaana nawe iliyotumwa kuja kukutumikia. Kwa hiyo katika moyo wako, katika fikra zako, katika ufahamu wako, jua huyu mke uliye naye ni wako wewe, huyu mume uliye naye, huyo mtoto uliye naye, hilo taifa ulilo nalo ni lako wewe mwenyewe,
na lipo kukutumikia wewe mwenyewe, na sio kidogo huku na kidogo huku. Huyo kiongozi yoyote ni wako wewe mwenyewe, yuko kukutumikia wewe mwenyewe. Chochote kile ni chako wewe mwenyewe, kwa kutumwa kwake kwako kukutumikia, kwa kuwa kimetumwa kwako kukutumikia kwa jinsi ya kufanana na wewe na sio na mwingine, na kufanya huyo kuwa ni wa kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo, na jinsi hiyo ndiyo ninasema pumziko. Popote ulipo kuishi pumziko la uwepo wako, pasipo kujalisha ni wapi. Uishi na mke wa uwepo wako, mume wa uwepo wako, taifa la uwepo wako, ikimaanisha chochote cha uwepo wako, kwa kuwa hicho kabla ya kuja kwako kwanza kimeandaliwa kifanane na wewe, ikimaanisha hicho ndicho kilicho pumziko la uwepo wako popote pale ulipo. Kwa hiyo popote pale ulipo, huyo alitumwa kwako kukutumikia, huyo ni mali yako wewe na sio mali ya mwingine. Na chochote anachokifanya hufanya kwa kufaana na wewe, kukusaidia wewe, kukupumzisha wewe mwenyewe. Ndio mume huyo, mke huyo, taifa hilo, kijiji hicho, chochote kile kimeandaliwa kwanza kabla ya kuja kwa kutumikia, na kufanya hicho kikawa ni mali yako wewe na si mali ya yule aliyemtuma. Kwa hiyo haijalishi ni jina lipi, ni nini, ni kipi kimemtuma huyo mtumwa wako, huyo msaidizi wako, hilo pumziko lako liweze kukutumikia, liweze kuishi nawe, liweze kukaa nawe. Ila huyo mtumishi, hilo pumziko, huyo msaidizi si wa huyo yoyote, kwani kule amefutwa na kutengenezwa kwa ajili yako, naye kuketi nawe daima siku zote kwa ajili yako. Na popote ulipo, kazi yako ni kulichunga pumziko hilo, pasipo kujalisha upepo wote unakuja na kusema huyu ni wangu, namchukua leo. Yule ni wake, anamchukua leo. Ataondoka, atakimbia. Ninakwambia hatachukuliwa wala kuondoka wala kwenda popote, bali daima yupo kwa ajili yako na atakutumikia kwa ajili yako. Na jinsi
unavyomtunza, unavyomchunga mtumwa huyo aliyetumwa kukusaidia, kukupumzisha, ni katika jinsi ya uwepo wako. Mume huyo, mke huyo, taifa hilo, kijiji hicho, chochote kile kilichopo, unakichunga na kukitunza na kukiweka na kukilisha sura ya kufaana kwenu kwa jinsi ya uwepo wako popote pale ulipo. Kwa hiyo haijalishi uko wapi, popote pale umepokea uwepo wa pumziko lako, mume wa pumziko lako, mke wa pumziko lako, taifa la pumziko lako, kijiji cha pumziko lako. Umepokea ulinzi, ngome ya kumlinda, ya kulilinda pumziko lako, ya kumchunga, ya kulichunga pumziko lako, ya kuchunga sura ya kufanana na wewe, fedha, mali, uchumi, mume, mke, wazazi, taifa, kijiji, dhahabu, almasi, hali ya hewa, anga, mashamba, chochote kile kilicho cha sura ya jinsi yako wewe, ya uwepo wako wewe, wa pumziko lako wewe, umepokea. Hakuna chochote kitaondolewa katika mikono yako. Hakuna chochote cha pumziko lako, fedha yako, mali yako, uzao wako, cha sura ya kufanana nawe kitachoondolewa. Basi kitachoondolewa au kitakachoondoka katika ngome ya kukutumikia, wala hakitarudi kwa yule aliyemtuma kuja kukutumikia, kwa kuwa si mali ya huyo, wala kwenda kokote, bali popote pale atabaki nawe katika kukutumikia, atabaki nawe katika kukupumzisha. Ni mzazi huyo, kifo hakitamtenganisha nawe. Ni furaha, ni mume huyo, mke, taifa, mali, chochote hakitamtenganisha na wewe. Nimekupa ngome ya ulinzi wa pumziko, au msaidizi, mtumwa aliyetumwa kukusaidia, kwa kuwa yuko hapo kwa sura, usaidizi wa kufanana na wewe, ikimaanisha yupo hapo kwa sura ya jina lako wewe, kutenda kwa jina lako wewe, kutenda kwa ajili yako tu wewe mwenyewe. Basi popote pale ulipo utakuwa na pumziko lako. Popote pale ulipo utaishi pamoja na pumziko lako, furaha ya pumziko lako, raha ya uwepo wako, pumziko la uwepo wako liko pamoja na wewe. Basi ulipo, nimekupatia, umepokea pumziko la uwepo wako. Chochote kile, ni mumeo, ni mkeo, ni mzazi, ni taifa, ni mali, ni fedha, ni kijiji, ni taifa, ni kiongozi, ni mtumishi, ni nabii, ni chochote, ni mashamba, ni muujiza, ni uwepo, umepokea. Huyo ameandaliwa kuanza kuwa msaidizi wako, mtumishi wako. Ndio maana yuko hapo ulipo, na yupo hapo kwa ajili tu moja, ya kumchunga
akutumikie sawa sawa na jinsi vile alivyoandaliwa kufaana na wewe, kukupumzisha, kuwa ni sura moja ya kuendana na wewe, au kuwa ni sura moja ya kukusaidia kwenye kila unachokifanya, kwenye kila jinsi ulivyo. Umepokea pumziko hilo la uwepo wako popote pale ulipo, na lipokuwa kwako uponyaji, muujiza huu, fedha, elimu, busara, hekima, upendo, utulivu na jinsi yote ya pumziko ya sura ya kufanana au inayoendana na hitaji lako hapo ulipo, popote pale ulipo, umepokea na imekuwa kwako. Basi usikose sehemu inayofuata. Pia tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegunyu. Najua pia haujasahau kusubscribe channel hiyo. Basi na pumziko la uwepo wako lipo pamoja na wewe.